Jina langu ni Jaafari Mponda, lakini nimeketi hapa na Musa Kaoneka aliyekuwa mchunguzi lugha mwandamizi BAKITA. Naam, Bwana Musa Kaoneka, mimi nikukaribishe sana katika studio zetu wakati huu, hali ya kuwa bado tu katika majonzi na mwenzetu mwili wake ukiwa upo katika kanisa la Anglican kule Mkunazini, wakati huu ibada ikiendelea. Na tuanze tu kwa upande wako, ambapo umefanya naye kazi marehemu Charles Hilary kwa karibu ukiwa BAKITA. Labda unakumbuka nini na wakati gani mlikuwa mkiamiliana katika masuala ya lugha au ya Kiswahili? Asante Bwana Jafari. Kwanza Waswahili tunasema makiwa, na wale Waswahili wanajibu yangalipo. Yangalipo kwa maana ya hivi tunavyozungumza mwenzetu hajahifadhiwa. Kwa hivyo bado tuko katika lindi la makiwa. Baadaye tukishampumzisha kidogo angalau ule uchungu utakuwa umepungua kiasi. Lakini bado akili zetu zitakuwa haziko sawa, kwa sababu mtu ambaye umefanya naye kazi kwa karibu alafu ni mtu ambaye alikuwa akisaidia, mnajengana kwa maana kama unavyosema yeye alikuwa hasiti kukupa taarifa. Wakati mwingine kama wewe ni mweledi sana wa lugha hiyo, lakini umebananga, ana namna yake ya kukwambia pia kwamba usifadhaike, usione kwamba mimi mtaalamu kulikoni labda mtu mwingine anaitumia lugha tu kunijuza mimi kwamba Kiswahili kinatumiwa hivi. Alikuwa na namna ya kukwambia. Kwa hivyo niseme mimi nimemfahamu takribani, kuna kule kumfahamu kwa kumsikia, alafu kuna kule kufahamu kwa kuamiliana kama ambavyo umesema. Ilikuwa mwaka 2005 baada ya mimi kujiunga na Baraza la Kiswahili la Taifa. Kabla ya hapo taaluma yangu mimi ni mwalimu. Nimeanza kufundisha, baadaye 2005 nikajiunga na Baraza la Kiswahili la Taifa. Sasa wakati huo nimejiunga na Baraza la Kiswahili la Taifa. Siku moja tu nimeshangaa napigiwa simu, mtu anajitambulisha, mimi naitwa Charles Hilary. Wakati huo yuko nje ya nchi katika chombo kimoja ambacho ni maarufu, akifanya kazi kule. Akawa naulizia maneno ya Kiswahili kupata uhakika wake. Nikamjibu. Tangu hapo nikajua Charles akinipigia simu napokea, lakini hatujawahi kuonana ana kwa ana. Mimi huwa namuona kwenye TV kama ambavyo tunawaona watangazaji wengine katika TV. Lakini baada ya kurudi hapa baada ya kurudi Tanzania kidogo sasa ndio ule ukaribu ukuruba ukaendelea, kwa maana ya yeye nadhani ndio watu wa kwanza, sina hakika alianzisha kipindi nani, lakini wakati tunaitwa katika kipindi cha lugha ya Kiswahili yeye ndio ulikuwa namkuta. Sasa ndio mara ya kwanza tunaonana ana kwa ana, nikajitambulisha, tukatambuana. Baada ya hapo ule urafiki wa kikazi ukaendelea, tukaendelea kufanya kazi hivyo kwa muda mrefu. Samahani kidogo, ulipokutana naye na ule usuhuba wenu katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu bila shaka muktadha wa mazungumzo yenu hasa ulihusu lugha ya Kiswahili, kwa sababu wewe ni mtendaji BAKITA na ulikuwa unalifanyia kazi ama unafanyia kazi swala hili la lugha ya Kiswahili. Tukumbushe kidogo, mlizungumza katika mawanda yapi kuhusu lugha ya Kiswahili kwa wakati huo ndio mmekutana sasa? Wakati huo akipiga simu alikuwa anauliza maneno ya Kiswahili kupata uhakika wake. Nitakupa mfano wa neno moja. Alikuwa akiuliza neno, anasema hivi Waswahili wanasema mashambulizi. Mimi nafahamu si mashambulizi, ni mashambulio ama shambulio. Hii shambulizi haijakaa vizuri. Na labda niseme hii shambulizi nadhani inanasibishwa zaidi kule kwenye mchezo wa mpira. Hii istilahi kule ukisema mshambuliaji, mshambulizi inaswihi zaidi kuliko huu katika vita huko. Kwa hiyo neno shambulio basi mapambano, yani katika mapambano ya hapa na pale ndio kuna shambulio la namna fulani. Kwa hivyo yeye akataka kuyajua kulikoni maneno hayo vizuri.
Na kweli ni kama alituangaza na wengine kuona hivi anachokisema kweli inawezekana ndio sahihi. Tupe faida kwa mazungumzo yetu haya, hali ya kuwa tukimkumbuka marehemu Charles Hilary. Faida mojawapo ni hiyo ya kwamba yeye yale maneno ambayo alikuwa anaona yanabanangwa alikuwa moja kwa moja anawasiliana na nyie kutaka kuweka sawa. Sawa. Hapa sasa kwenye hili shambulizi uhalisia ilikuwaje? Maana mimi na watazamaji na watangazaji wenzangu kule tusije tukabananga. Naam, shambulio ndio kama ile ya kuna tafaruku, watu hawaelewani, hapo ndio shambulio ndio mahala pake inapokaa kwamba hapa kuna shambulio la namna fulani, lakini shambulizi ile kitenzi ni shambulia. Shambulia, lakini sasa unataka kitenzi shambulia ukiweka katika jambo ambalo ni jambo baya. Sasa ukisema shambulizi, nadhani hii kwa sababu inatumika katika mpira kwamba wale wanaitwa washambuliaji, washambulizi na hawamdhuru mtu, ni katika kunogesha mchezo ule. Lakini huku kwenye kudhuru huku, shambulio ndio alikuwa anasema litumike badala ya neno shambulizi. Kwa hiyo kwa faida bado ibakie kwamba shambulio ni neno baya, liko katika muktadha baya zaidi kuliko ushambulizi. Kwa hivyo shambulio ikawa sasa watu wakizungumza shambulizi anasema shambulio, ndio neno lenyewe la Kiswahili. Sawa. Naam, tuendelee. Naam, na labda tukiendelea kwenye baadhi ya maneno ambayo alikuwa anasema, na hata hili nadhani liko katika vyombo vya habari. Kwa mfano mimi leo nataka kujitambulisha kwamba wewe ni ndugu yangu. Niseme mimi ni ndugu yake na Jafari. Hii na akawa yeye anauliza na kulikoni? Hii na inaingia kufanya nini hapa? Na tunajua ni kiunganishi cha maneno. Lakini kwa nini useme mimi ni rafiki, ni ndugu yake na Jafari? Kwa nini useme mimi ni ndugu yake Jafari? Imetosha. Na wakati mwingine katika sentensi alikuwa anajua namna ya kupangilia sentensi ya Kiswahili jinsi ilivyo. Alikuwa na weledi mkubwa sana wa kutambua makosa ambayo Jafari, nikwambie kwa wewe mtangazaji wa kawaida, inaweza kuwa vigumu mno. Kwa mfano leo mtu anasema mimi nakwenda hospitali. Nikikwambia kosa liko wapi, nakwenda hospitali, utapata itakuwa ngumu sana kufahamu. Ndio. Lakini Kiswahili unatakiwa useme mimi nakwenda hospitalini. Kwa nini? Kwa sababu hebu sema mimi nakwenda nyumba. Mimi nakwenda nyumba. Watu wanakuambia wakuelewi. Mimi nakwenda nyumbani ndio wanakuelewa. Kwa nini? Kwa sababu nyumba ni jina, lakini nyumbani ni kielezi. Kwa hiyo ukisema hospitali ni jina, hospitalini ndio mahala ni kielezi. Kwa hivyo alijua kwamba sentensi hii inavyozungumzwa lazima hapa pakae kielezi, wala sio jina tena. Ndio msingi wa kukosoa mimi nakwenda hospitali. Kwa sababu Kiswahili ukitoa ile hospitali kwamba lile eneo linakaliwa na kielezi. Sasa wewe ukiweka jina itakuwa sio. Na ndio maana wakati fulani wakati ule nikifundisha tulikuwa tunatoa maswali, alafu unatoa swali unamwambia mtoto sentensi mimi nakwenda Dodoma. Dodoma ni nini? Sasa kwa sababu umeshamwambia mtoto Dodoma ni jina, anasema ni jina. Lakini kwa dhati ya lugha pale Dodoma ni kielezi. Kwa dhati ya lugha pale Dodoma ni kielezi. Kwa nini ni kielezi? Kwa sababu mimi nakwenda, lazima kinachofuata kiwe kielezi. Sentensi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo ndugu yetu Mungu amrehemu kwa alipo, alikuwa na weledi huo kwamba lugha hakatai jambo tu, anakuambia na sababu wakati mwingine. Kwa hivyo alikuwa mweledi wa lugha ya Kiswahili. Naam, mtazamaji wa Alasiri Lounge ni Musa Kaoneka huyo ambaye tupo naye kwa leo. Yeye alikuwa mchunguzi lugha mwandamizi kutoka pale BAKITA, akitueleza namna ambavyo alikuwa karibu na marehemu Charles Hilary na kwa namna ambavyo walikuwa wakikumbushana na
kuhabarishana kuhusu matumizi sahihi ya lugha aushi ya Kiswahili. Wakati huu mwili wa marehemu Charles Hilary upo katika kanisa la Anglican pale Mkunazini Unguja, na ibada ya mazishi kwa maana ya kwamba mwili wa marehemu ukiwa upo hapo kanisani inaendelea kwa wakati huu, na hao katika wale ambao wanaifanikisha ibada hiyo katika kanisa hilo, ambapo waombolezaji wamefika kwa wingi sana hapo Unguja kutoka katika kila pande za nchi yetu na nje ya nchi yetu hii ya Tanzania, kwa namna ambavyo marehemu Charles Hilary alivyokuwa karibu na watu hao, hasa katika muktadha wa fani yake ya uandishi wa habari, kama tulivyosikia pale katika viwanja vya Square Kisonge, salamu zikitoka katika kila pembe ya nchi yetu na nje ya nchi yetu hii ya Tanzania, vile ambavyo wanamfahamu Charles Hilary. Naam, tukiendelea Bwana Musa Kaoneka, Charles Hilary kwa maana marehemu Charles Hilary amezungumzwa sana na waandishi wenzake wa habari na wale ambao wamefanya nao kazi nje ya tasnia ya uandishi wa habari, kwa namna ambavyo alikuwa akitumia lugha aushi ya Kiswahili. Turudi tu kwako, tukiendelea kumtanabaisha huyu Charles Hilary marehemu, kwa vile ambavyo alikuwa akikitanabaisha kindaki kabisa Kiswahili, kwamba ndio lugha yake, na anachukia na anaumia wakati mwingine pale kinapo banangwa. Bado na mifano mingi sana kumhusu, tuendelee. Naam, kama ambavyo umesema, jambo lingine lililokuwa linamsaidia, alipenda lugha na alikuwa anapenda wale ambao wamepewa dhamana ya lugha kuchangamana nao, kuwa nao karibu, kwa maana ya kwamba nadhani mmoja alikuwa anajua anapata faida kubwa kwa watu hao. Alikuwa ni mmojawapo wa watu ambao kwenye makongamano ya lugha ya Kiswahili ukimwalika, sijui labda amepata udhuru wa namna gani, ndio utakosa kuja. Na jambo ambalo nalikumbuka sana la kuchangamana naye ni kongamano la lugha tulifanya Arusha kwenye chuo kimoja kinaitwa MSCDC pale Arusha, kinafundisha Kiswahili Usariva. Ilikuwa ni siku ya Kiswahili. Tulishirikiana Baraza la Kiswahili la Taifa na wale ule uongozi wa chuo cha pale. Kwa hivyo pale kuna kitushi kimoja, na hapa nikisema kitushi ni kama kibonzo hivi ambacho wanalugha tunarushiana. Yeye alipewa fursa, alikuwepo wakati ule, na yeye alitaka kuwafurahisha watu, na pale alipewa fursa, akawa kama anatangaza mpira hivi. Tena akaomba radhi kabla ya kuanza kwamba jamani, sijatangaza mpira siku nyingi, lakini leo mtaniwia radhi, kama sauti sio ile ya Charles Hilary mnayomjua, basi niye mkubali tu kwamba mimi ndiye, lakini wakati ni ukuta pia. Kwa hivyo ule mpira alikuwa anatangaza majina ya wale walioko pale, maprofesa walioko, Profesa Senkoro, Profesa Butembei, Profesa Ken Walibora, alikuwa Kenya kwa Mungu naye amemtanguliza mbele za haki, na wengine wengi, na baadaye akamalizia hapa Oni Sigala anataka kuingia lakini mpira umekwisha. Watu ukumbi mzima ukaripuka unashangilia. Na baada ya pale, jambo zuri, hapo ndipo nilipomfahamu Charles Hilary vizuri. Baada ya pale, wakati ule kumbuka aliyekuwa mkuu wa wilaya alikuwa ni Jerry Muro. Sawa, baada ya pale utatukumbusha kisanga hicho cha kufurahisha kwa hakika. Kwa wakati huu tusikie baadhi ya waandishi wa habari, watangazaji, kwa namna ambavyo wanamzungumza Charles Hilary na lugha ya Kiswahili.
Kwanza pale mwanzo wakati nilipokuwa namuita Charles kuja Uingereza, alisema sababu moja kubwa ambayo angependa aje Uingereza ni kwa sababu Mama Fay alikuwa hafurahi sana kwa Ujerumani kwa sababu alikuwa hakupata nafasi ya kazi na shughuli, yeye ni mchapakazi, kwa hiyo angependa mkewe apate mahali ambako atapata nafasi, lakini vile vile mwanae Faith aweze kupata mahali ambako atapata elimu nzuri na ambayo tulikuwa ni vipesi akirudi nyumbani kupata kwake. Na ndio maana akasema alikuwa ni mtu wa familia sana. Na hivyo nilipokuja Azam nikarudi London kumbebeleza, hakusita kukubali kurejea nyumbani. Kwanza kubwa alisema angependa kurudi nyumbani sasa aweze kulitumia taifa lake. Lakini akaniambia ukitaka uthabiti na kama utapata jibu kamili itabidi uongee na mke wangu. Yeye ndiye ambaye atakupa jibu. Akikubali mimi niko radhi kurudi Tanzania, lakini ikiwa atakataa basi. Kwa hiyo ilibidi nipigie simu maalum niongee na Mama Fay ili anipe jibu, na bahati nzuri akawa amekubali. Aliniambia tu kitu kimoja, mradi tukifika pale Kibamba unifungulie kibanda cha bidhaa zote za Baresa. Nikamwambia usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo kwa hiyo Charles akarudi akaja Azam. Kwa watu wengi walishangaa na hata viongozi wa Azam walikuwa hawaamini, lakini kwa kweli kuja kwake ndio ukawa mwanzo wa chachu kubwa sana maendeleo ya Azam. Uncle Charles alipeperusha lugha ya Kiswahili kimataifa, na kwa upande wa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika habari, Uncle Charles alikuwa mshititi, gwiji, mlumbi, jagina, mtopezi na mmilisi wa lugha aushi ya Kiswahili. Na pia ameandikwa katika maandiko mbalimbali ya kitaaluma ya Kiswahili katika vyombo vya habari, kikiwemo kitabu cha Kiswahili na teknolojia katika vyombo vya habari, na pia kitabu cha Kiswahili katika vyombo vya habari ndani na nje ya Tanzania. Uncle Charles pia amekuwa akitumika kama msimamizi wa majopo na mshereheshaji kwenye makongamano ya Kiswahili. Hizo ni salamu kutoka kipindi cha Lulu za Kiswahili kinachorushwa na TBC1. Naam, ni wasifu huo wa marehemu Charles Hilary, kwa maana wanahabari na viongozi katika tasnia ya habari walivyomtambua Charles Hilary na mchambo wake katika lugha aushi ya Kiswahili. Naam, Bwana Kaoneka. Naam. Tuendelee. Ndio. Nilikuwa nimeishia kwamba lile kongamano jioni yake wakati ule tumemkuta mwenyeji ni Bwana Jerry, Mheshimiwa Jerry Moro, ndio alikuwa mkuu wa wilaya. Alafu yeye ndio alikuja akafunga lile kongamano. Baada ya pale tukajisikia kama tuko Dar es Salaam. Ni bahati nzuri Jerry Moro tumefahamiana hata kabla ya kwenda kuwa mkuu wa wilaya. Sasa na Bwana Charles Hilary tena usiseme. Kwa sababu wote ni wale ndege wa mbao zinazofanana wanaruka pamoja. Alafu Oni Sigara naye alikuwa nadhani kabla ya BAKITA mambo ya habari pia amepita. Na wenzetu wawili wa Baraza la Kiswahili la Taifa basi akasema jamani, tumemaliza hapa, twendeni mahala kidogo angalau ni wakirimu kama wageni wangu, mjisikie kama mko nyumbani. Kwa hivyo tukaenda mahala, akatukaribisha kwenye hoteli moja, kaeni mle mnywe. Mimi nakwenda kidogo kazini, sijafunga kazi jioni ile, baadaye nitawarejea tena ili tuungane. Sasa pale ndipo nilipomfahamu Charles Hilary vizuri, kwa maana yule utani wake namna. Sasa angalia katika muktadha wa furaha tu, mambo ya Kiswahili labda mmeacha kwa muda wakati huo, lakini mko katika furaha tu ile. Ule utani wake mpaka hata meza za wale waliokaa pembeni wakati mwingine wakawa wamevutiwa na mazungumzo yale, wanasikiliza namna ambavyo tunazungumza sisi, namna ambavyo tunacheka na mambo mengine. Kwa hivyo ikawa kwa kweli kuanzia pale yule bwana tulikutana kwenye makongamano tena, ikawa ni watu ambao kuna ukuruba ule, mnazungumza kwa karibu, mtu mnaambizana jambo bila wasiwasi. Kwa hivyo tukaendelea hivyo kipindi ambacho kidogo ule uchangamani ulipungua, lakini si kwamba labda alitaka yeye ama alitaka mimi, kutokana na kazi zake. Baada ya kuteuliwa kwa mkurugenzi, bado hakuacha akikuona mtu ambaye mnafahamiana
hata kama hujamuona. Nakumbuka wakati fulani tulikuwa na kongamano la Kiswahili pale Zanzibar, siku ya Kiswahili duniani mwaka 2023. Nilikuwa niko kwenye mabanda ya vitabu na naangalia vitabu, nikasikia sauti ya mtu nyuma anasema, bwana, majina ya watu wengine yanasadifu vile yalivyo. Kaoneka leo kaonekana huku. Basi ikawa ni vicheko, tunacheka kwa kweli. Na huu ndio Mswahili na matendo ya Kiswahili ndivyo yalivyo. Kwa maana unajua watu wengi wanasema mtu fulani ni Mswahili kwa maana ya kumponda. Lakini mtu fulani ni Mswahili, Mswahili manake mtu fulani ni muungwana. Mswahili ni muungwana kwa namna ambavyo Mswahili ni muungwana, na ndio maana Mswahili ukienda mahala umekuta watu, utasalimiana nao vizuri, utachangamana nao, urafiki utaanza kuanzia pale na kuendelea. Kwa hivyo Charles Hilary alikuwa mtu wa hivyo, kwamba Uswahili aliishi na tabia na uungwana wa Kiswahili. Sawa sawa kabisa. Ni Musa Kaoneka huyo, na leo hii kupitia Alasiri Lounge hapa, kama alivyosema marehemu Charles Hilary, Kaoneka kaonekana. Alikuwa mchunguzi lugha mwandamizi kule BAKITA. Bado tupo naye hapa tukiendelea kuyakumbuka yale mazuri, na kunradhi pale awali lizungumza nawe kwamba waliokuwa wakimzungumza marehemu Charles Hilary akiwepo mzee Tido Mhando haukuwa wasifu, bali walikuwa wakizungumza vile ambavyo wanamfahamu marehemu Charles Hilary katika nafasi walizozipata kumwelezea vile ambavyo wanamtambua marehemu Charles Hilary katika viwanja vya Square pale Kisonge mapema hii leo wakati wa ibada ya kumwaga marehemu Charles Hilary. Bado tupo nawe na bado tupo naye hapa Bwana Kaoneka, tukiendelea kuyazungumza mengi. Wakati ukiwa BAKITA umeeleza namna ambavyo marehemu Charles Hilary alivyokuwa anapenda kukijua Kiswahili na alivyokuwa hapendi kubananga lugha ya Kiswahili. Kwa muktadha huo, nini ushauri wako kwa waandishi wa habari, watangazaji, hasa katika zama zetu hizi, kuiga mfano huu? Naam, unachokisema ndicho. Mimi nilikuwa nikimwita Mwalimu Mwega. Mwalimu Mwega kwa maana ya Mwega, kwa wale ambao watababaika kidogo, Kiswahili cha Mwega maana yake ni kama nguzo inasimamisha kitu. Ndio. Kwa hivyo yeye alikuwa nguzo ya kusimamisha Kiswahili pasi na kupewa ile fursa ya moja kwa moja kama tulivyokuwa sisi akina Kaoneka na akina Oni na watu wengine ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Lakini leo angalia, unapozungumza Kiswahili ukizungumza kwa wale ambao wamepewa dhamana ya moja kwa moja, bado kuna mtu mmoja mmoja pembeni. Jana pale Ubungo kanisani tulikuwa tuko pale watu tofauti tofauti. Kwa kweli niliona, nilijifunza jambo, nilipata somo lingine kwa sababu vyombo vyote vya habari vikubwa unavyofahamu, watangazaji wale, kwa sababu sisi watu wa lugha, watu wa habari pia ni wenzetu. Hakika. Tulikutana nao pale na nilitarajia labda hata ningepata fursa ya kuzungumza chochote, lakini sikupata jana fursa ya kuzungumza kwa sababu watu wanahabari wenzake tu walikuwa ni wengi kiasi kwamba wewe mtu wa lugha hupati nafasi. Leo nashukuru kwamba mmeniita, angalau unasema natoa ushuhuda, na kama ulivyokuwa unasema wale bwana mzee Tido na wengine wale walikuwa wanatoa ushuhuda wa namna ambavyo huyu bwana walikuwa wanamfahamu mambo mengi, na kila mtu ambaye utamuita ukamweka hapa azungumze ya Charles Hilary, hakika ana mambo ya kuzungumzwa yale ambayo ni mazuri, ni mengi zaidi kuliko hata ukimwambia hebu niambie tukio baya la Charles. Anaweza kukwambia, lakini sio kama haya ambayo tunazungumza mambo mazuri. Kwa hivyo niseme tu tasnia ya habari, si mwandishi wa habari tu mmempoteza, lakini sisi mwalimu wa lugha, kwa sababu yeye nafasi yake
kwa sababu sisi watu wa lugha, mimi ambaye nakufahamu Jafari, leo ukibananga nitakwambia sawa. Lakini wale ambao siwafahamu, kwanza unaweza ukamwambia mtu alafu ikawa ni tafrani, akwambia wewe ni nani bwana, wewe kama mamlaka ya kazi ni kwako huko, lakini yeye alikuwa na fursa hiyo, anazungumza nao, anawaambia, na akiwaambia ni moja kwa moja. Na wakati fulani nikija katika kipindi cha lugha ya Kiswahili, sasa tutakuja katika kipindi cha lugha ya Kiswahili. Umemtaja hapa mzee Dastan Tido Mhando, na wakati unamzungumza ndio ratiba ilikuwa imemtangaza kwenda kuzungumza hapo. Hiyo picha ambayo unaiona hivi sasa ni kanisani hapo, na ambapo hapo ilikuwa Kisonge kwenye viwanja vya Square, na ndipo alipopata nafasi ya kuhutubia hapo na kuzungumza vile ambavyo amefanya kazi na marehemu Charles Hilary. Naam, kwa hivyo wakati huu tutakuwa tukuletea pia picha mbalimbali ambazo zinahusu yale matukio ambayo yamepita kwa leo pale katika viwanja vya Square Kisonge, lakini kwa sasa ni kanisani hapa, ni kanisa la Anglican pale Mkunazini Zanzibar, Unguja. Hiyo ibada ya mazishi kumwaga marehemu Charles Hilary kanisani hapo ingali ikiendelea. Naam, bwana Musa Kaoneka, hali iko hivyo, tuendelee. Nilikuwa nazungumza kwamba kipindi chetu kile cha lugha ya Kiswahili, baada ya yeye kuondoka hapa kwenda Zanzibar kule kama mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, Madege alikuwa ananiambia, unajua hivi vipindi kila tukifanya vipindi, mheshimiwa kule kama ana muda anasikiliza vipindi. Ndio. Kwa hivyo wakati mwingine anatuma ujumbe kusahisha baadhi ya maneno, kwamba hapa mko mnasema hivi. Katika lugha kuna jambo hili ambalo tunawaambia watu, lakini liko hivyo, linasemwa hivyo, na tutaendelea kusema hivyo. Inawezekana hata mimi naizungumza na wewe bwana Jafari unazungumza, ndio tukawa tumebananga, lakini mimi nafikia mahala nasema imekuwa ni lugha ya mazungumzo. Hakika. Hii lugha ya kusema lakini pia kwa dhati ya lugha tunasema si Kiswahili, kuweka viunganishi viwili vya pale, lakini alafu pia si Kiswahili. Lakini katika mazungumzo huwa ni kuchapia, sijui kufanya nini, unajikuta tumebananga. Sasa mimi huwa nahalalisha na naomba tukubaliane hivyo. Nahalalisha kwamba wakati mwingine lugha ya mazungumzo haina mpangilio kama ambavyo tunataka sisi iwe. Watu wanazungumza kubwa katika mawasiliano, kuna somo la mawasiliano. Ukisoma lugha kuna somo la mawasiliano, unasema hili halihitaji lugha fasaha sana wakati wa mawasiliano. Iwe labda mawasiliano rasmi, na naposema mawasiliano rasmi, kwa mfano Jafari, upo hapo unawasilisha jambo kubwa kabisa la kitaifa, jambo ambalo linawekwa katika hadidu, kutakuwa na hadidu za rejea. Lazima uwe na hapo. Tunadhani ama tunafikiria kwamba ulijiandaa, na hata kuandika uliandika, na kama lugha ya kuandikwa ndio hiyo ambayo tunasema leo ukiandika, lakini pia tutakwambia sio sawa. Lakini hii ya kuzungumza, lakini pia watu wanazungumza ni sawa sawa na wewe na mimi tutakavyotoka hapa leo. Tukifika hapa wakati mwingine, bwana umeshapata msosi, unasema bwana usipata msosi. Lakini hiyo lugha tukizungumza hapa tukairasimisha itakuwa sio. Lakini tukiwa nje tunazungumza, na lugha zote duniani ziko hivyo. Kwa si wakati wote mtazungumza kile Kiswahili fasaha. Asante. Naam, ni Musa Kaoneka huyo ambaye tupo naye leo. Pengine kabla hujaondoka nikukumbushe tu kwamba marehemu Charles Hilary nami pia ni mwalimu wangu. Nakumbuka maneno mawili katika mengi ambayo amenirekebisha. La kwanza ilikuwa siku ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizindua rasmi bwawa la umeme kule la Mwalimu Nyerere. Nilikuwa na ripoti. Sasa nikawa nasema na Mheshimiwa Rais tayari ameweza kubonyeza kitufe hapa. Sasa hiyo ameweza, kwani alikuwa hawezi?
Na hii ameweza hii ameweza ni kitenzi kisaidizi. Na kitenzi kisaidizi kinawekwa pale ambapo kitenzi kikuu kinashindwa kujitosheleza ama kukimarisha. Sasa ameweza, angalia namna ambavyo mtu anasema ameweza kupata ajali. Wengine wanadhani ile ameweza ni kule kunogesha mazungumzo, kunogesha ule usemaji wake akubalike kwa watu. Fulani ameweza, sasa wakati mwingine unasema mpaka ameweza kufa. Sasa hebu angalia sawa jinsi ilivyo utafurani. Naam, ni Musa Kaoneka aliyekuwa mchunguzi lugha mwandamizi BAKITA pale, naye kwa namna yake tukiwa tupo naye hapa studioni ameyatanabaisha hayo kwa vile ambavyo alikuwa akimjua marehemu Charles Hilary. Tupate mapumziko. Mara baada ya mapumziko hayo, Mahmoud bin Zuber atakuja katika uwanja wa kutahadithia yale ambayo yapo katika michezo hii leo.